kuna experiences unaambiwa saa zingine kuhusu sehemu za Kenya, usipokuwa pale wewe mwenyewe kuiona tu yale yanafanyika, uwezi ukaelewa. Ukiambiwa saa zingine kwamba sehemu fulani ya Kenya wanahitaji location extra, wanahitaji sub counties extra, unaweza fikiria kwamba ukiwa hapa Nairobi na hujakanyaka Mandera, hujaenda Wajir, hujaenda Garissa, hujaenda Marsabit, hujaenda Turkana, ama Tana River, unaweza fikiria kwamba ni mzaa tu, ni mambo ambayo yanasema. Ni vizuri utembee wewe mwenyewe kwanza, utembee sehemu hizo, uone ile changamoto watu wanapitia. Kwa mfano, tulipokuwa na mkutano ya machifu kwa Mandera, ilibidi tufanye jukwaa la usalama siku 2 mfululizo, kwa sababu ilikuwa ni mbali kutoa machifu sehemu za Elwak all the way mpaka pale Mandera. Na so tukakubaliana kwamba tukue na jukwaa la sehemu 2 ya jukwaa la usalama. Pia unapata ukienda mahali kama Marsabit kwa mfano, chief mwenye ametoka Moyale pale na mwingine ametoka Hilliret kukuja mkutano hiyo, na mwingine ametoka Loyangalani, hiyo ni safari ya mbali sana. Kuna machief, kuna watu wanaenda kilomita 500 ndio wafike headquarters yao. Kilomita 500? Ya ndio ufike headquarters. Ukikuwa Wajir pale, mwenye anatoka kona ya Wajir karibu na Moyale huko Ethiopia, akuje Wajir town, anasafiri safari ya mbali sana. So kwa hivyo ile experience unapata hapo. Ya pili ni kwamba kuna changamoto unaweza ambiwa na maafisa wa serikali, lakini ukiketi chini na wale ambao watumishi wa serikali wa chini, unaweza ambiwa kupitia ile channels ya serikali, lakini inafaa upate ile nafasi ya kuongea na naibu wa chifu, unapata chifu, unapata yule mtu wa chini kabisa direct, mkue na kongamano la moja kwa moja, unasikiliza yale maoni wako nayo na hekima wako nayo, kwa sababu ya ile experience wako nayo kwa sehemu zao. Na kila kona ya Kenya iko na experience tofauti. Usikilize pia wananchi, aswa wazee, vijana, wamama. Unaposikiliza inakusaidia kufungua akili yako ya kwamba hao watu wanahitaji usuluhisho fulani. Ya tatu ni kwamba kuna mambo ambayo huwezi ripotiwa, lazima wewe mwenyewe uwe experience. Na mambo hayo ni kama kwa mfano hii mambo ya jinsi ambavyo security team wanafanya kazi pamoja. Kwa sehemu nyingi tumeenda na IG kupitia ile sessions, amefanya mabadiliko mengi sana. Alafu kuna sehemu ambazo unaenda, wananchi wanaomba tuongeze polisi sehemu fulani, formed up units, mambo ya illicit brew, mambo ya bangi, mambo ya drugs and all that. So that conversation, na kwa sababu ya hiyo tuta release report ya jukwaa tukimaliza pengine mwisho wa mwezi huu, na itaonyesha kwamba kuna interventions mingi sana tumefanya kwa sababu tumekuwa pale. Itakuwa publicly available? Itakuwa publicly, tuta launch openly, tuta publish na tuta share, kwa sababu wananchi lazima wa hold sisi also accountable. Kuna mambo promises tulipeana kwa sehemu tofauti kwamba tutafanya hii. Kuna promises tulipatia administrators, kuna promises tulipatia wananchi, kuna promises tulipatia polisi, lazima tutekeleze. Na unaenda sehemu zingine unaona ofisa kabisa mzuri sana kwa kazi yake, wananchi wanamsifu, machifu wanamsifu, unapata hao watu ndio unakaa unasema wakati wa promotion hao ndio watu wanafaa kuongezewa cheo, wasaidie kuongoza nchi. So wakati rais alitangaza kwa kampeni kwamba uongozi wa Kenya itakuwa bottom up, sisi katika wizara wa interior kwa usalama tuliinterpret hiyo kumaanisha kwamba ni lazima tusikilize wale wako chini, tuchukue maoni yao na tuchukue pia tuweze tukatangamana nao. Kwa sababu huwezi kuwa waziri tu unakaa hapa. Nilikuwa naona mtu mwingine ameandika story mingi akasema waziri ati yako na systems, ati kwa nini atoke Harambee House atumiwe tu reports ikuje Nairobi, kwa nini anatumia pesa mingi kutembea nchi nzima. Ni cheaper kwa waziri na maofisa 20 ama hata 10 kutoka Nairobi kwenda Mandera kuliko kuleta chiefs wote kutoka Mandera kuja hapa. Ingekuaje, wacha niulize hata ingekuaje kama mimi waziri nitatumika kwa muda ambao Mungu atanipatia na kwa hisani ya rais, alafu niondoke na wale wote tunafanya kazi nao wajue hata waziri huyu sijasikia maoni yao, sijatilia mkazo yale
sera ambazo wanataka tubadilishe, alafu mimi tu nitoe orders kutoka hapa Nairobi. Sidhani kwamba hiyo ni uongozi poa. Aswa ukiangalia kwamba katiba yetu inasema kwamba public participation ni kitu ya maana, na hakuna kitu cheap. Unajua watu wengine wanasema kwa nini ulienda huko ukatumia pesa ukaenda safari ukalala hoteli. Nikilala hoteli Wajia huko nimepromote biashara za huko na niko kwa kazi, you know. Na pia security yako ni muhimu. Yeah, of course. Niende mahali kama Lamu, nimesikiza watu yao, tunabadilisha mambo yenyewe tunataka kubadilisha. Wale wananchi wenye wanafanya kazi katika sehemu mbalimbali ya Kenya wanahitaji waziri wao kuwatumikia na kumuona, kumwambia mashida zao na kuweza kubadilisha. Kwa hivyo jukwaa la usalama kweli, waje niseme kwamba tulipobuni na tukaanzisha jukwaa la usalama, sikudhani kwamba italeta mabadiliko kiasi kwamba ambayo nimeona mimi mwenyewe. Imetusaidia sana kujaribu kutekeleza kazi yetu ya Wizara ya Usalama, na kwa kusema kweli nchi ni tulivu wakati huu, kwa sababu wafanyikazi wa serikali wanaendelea kufanya kazi ambayo walipewa, na pia wengi wao sasa wanajua, tunajua ile kazi ambayo wanafanya, tunajua penye wako. Kuna zile agreements tulikubaliana na hao. Sasa tumekutana na OCS wote Kenya, chiefs wote, assistant chiefs wote, wanajua matarajio ya serikali katika sehemu mbalimbali ambao wanafanya, bila kuwaita kwa seminar ama nini. Mimi mwenyewe nimejipeleka pale na tumeweza kuelezea msimamo ya serikali na yale serikali inahitaji. So kwa hivyo jukwaa la usalama kwa njia kubwa sana imetusaidia kuimarisha hali ya usalama katika taifa letu.